Sasa hivi ugomvi wa Mwijaku na Baba Levo unazidi kusambana, unazidi kuchukua vichwa na kuumiza vichwa vya watu ambao wanawafuatilia sana makampuni na watu na mashabiki zao ambao wanawafuatilia. Ni kwamba kama unaelekea sehemu mbaya hivi, moja kati ya interview Mwijaku ambayo alienda kuzindua moja kati ya lodge kule jijini Dodoma au Sabana, alienda akazungumza vitu vingi sana. Moja kati ya interview sasa hivi ambayo inasambaa, Mwijaku alizungumza maneno fulani ambayo kitaalam sio maneno ya kuzungumza kwenye mitandao ya kijamii na sio maneno ya kuongea public katika vyombo vya habari. So alizungumza kuhusiana issue zima mahusiano ya Baba Levo na mke wake sasa hivi wanavyoishi, lakini pia alienda mbali sana na kusema kwamba Baba Levo na mke wake kuna misunderstanding. Mke wake alikuwa anajiuza South Africa na vitu vingine kama hivyo. So hii ni kitu ambacho wengi walikuwa nasubiria kwa Baba Levo atajibu nini, kwa sababu wote akili ni moja. So Baba Levo hajaikalia kimya hii, akaona lazima nipite na huyu kichwa mviringo ni mjibu. Sasa leo hii mapema kupitia akaunti ya Baba Levo ya Instagram ameposti na kumwambia Mwijaku kwamba kichwa mviringo akijibu mniambie, mimi ndiyo baba yake, asinijaribu, anajijua ameoa malaya alafu anaanzisha vita. So ni maneno ambayo yanazuka sana kutukia kuchafuana wanawake. Mwijaku ilianza kumwambia mke wa Baba Levo kwamba ni mtu fulani ambaye anajiuza upande wa kanda akienda kusafiri naona. Lakini pia Baba Levo akasema hapana, mimi mke wangu nampenda sana, akamjibu kwa lugha mbaya na kumuita kwamba mke wa Mwijaku ni namna fulani hivi. Hii mimi pia mwenyewe naifikiria mara mbili kwamba upande wa pili kwa wanawake ambao wanaishi nao wana hali gani sasa hivi wakiona hizi comment, wakiona hizi posti ambazo ameziposti Mwijaku, ameziposti Baba Levo, hali kama ile. Comment ni nyingi sana ambazo watu maarufu wanaunga mkono, wengine wanacheka, wengine wanaona kama ni joke, lakini hii ni kitu naiona kama iko serious sana. Jimanara pia ali comment akacheka kwa sababu ni watu ambao pia wanafuatiliana sana katika haso zao za kutafuta ugali. Lakini pia posti ya pili Baba Levo iliandika na kusema kwamba mdogo wangu kichwa mviringo, nimeona umemwongelea my wife, we mkeo atakuletea mimba ya bosi wake wa Kago, maana umejaribu kumhamisha kazi ya amie kwenye Kago ya Warabu, kagoma kuacha kazi kwenye Kago ya bwana yake. Man, bwana, hizi is crazy kinomanoma, kwa sababu wanapoelekea sipatii picha washikaji wakikutana, kwa sababu ikutana tunawafahamu, wanaweza wakapigana hata bungeni au wakapigana sehemu yote ambao unaiona hii haifai kuongea, hii haifai kutulia, wanaweza wakalianzisha vaga. Unahisi hao jamaa ni kwamba wanatengeneza kama kaucheshi fulani kwenye mitandao ya kijamii, au hii beef iko serious sana? Kwa sababu beef nyingi kipindi cha nyuma tulikuwa tunawaona wanazozana sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini tukaona live ni watu family fulani hivi wana bounce, wanakaa pamoja, wanacheka. Ni kwamba kuna unafiki ndani yake au unakuaje? Na vipi upande wa wanawake zao wakiona situation kama hii wanahusishwa kwenye mitandao ya kijamii na wanachafuliwa, wao kwao itawakataje? Hii ni Bongo Plus TV. Drop your comment kama ni mwanafamilia wa Bongo Plus TV, utakuwa umetisha kinoma. Go by the name Rizzy Kibwana, Libya Kitengo ya Nothing More.